Wapenzi waumini, khutba yetu ya leo yazungumzia mwezi mtukufu wa Rajab, mwezi ambao ni katika miezi mitukufu aliyoitaja Allah tabaraka wa taala katika mwaka, kama alivyosema, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah ni miezi 12 kuanzia iliyo katika kitabu chake Allah tabaraka wa taala, kuanzia siku aliyoumba mbingu na ardhi. Minha 4 hurum, katika miezi hiyo 12 basi kuna miezi minne ni miezi mitukufu. Na kwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moja katika jukumu lake kwenye maisha yetu ni litubayina linnasi ma unzila ilayhim, kazi yake ni kutubainishia yale yaliyoteremshwa katika Qur'an. Qur'ani imesema ni miezi minne, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha miezi hiyo minne ni miezi gani. Akaitaja miezi hiyo kwamba ni Dhulqaada wa Dhulhijja wa Muharram, miezi mitatu iliyofuatana, mfungo pili, mfungo tatu na mfungo nne. Alafu akasema Rajab, mwezi mwingine katika miezi mitukufu ni mwezi wa Rajab ambao ni shahru mudhir, ambao ni baina yani Shaaban wa kabla Shaaban wa Ramadhan. Ni mwezi ambao unapatikana, mwezi wa Rajab ni ule ambao unakuja baada ya Shaabani na Ramadhan, ndiyo katika miezi minne iliyo mitukufu. Aliloamrisha katika miezi hii mitukufu Allah tabaraka wa taala, akatoa amri ya katazo, fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu nafsi zenu katika miezi hii minne. Kwa kuwa ni miezi mitukufu, ni miezi yenye kheri nyingi sana, ni miezi ambao ina utukufu unaotoka kwa Allah tabaraka wa taala, na ni kawaida ya mwanadamu mwenye akili anapojiwa na mtu mtukufu anamkirimu na kumheshimu. Hawezi kuja mtu ambaye unamuona ni mtu bora, ni mtu mtukufu kwako, alafu ukamtelekeza, ukamdharau, ukampuza, lakini utampa heshima yote kwa sababu aliyekuja ni mgeni mtukufu. Allah asema kwa miezi hii utukufu huu haukutajwa na mwanadamu, ni Allah aliyeumba ndiye ameita miezi hii kuwa ni mitukufu. Allahul Azim, ambaye yeye mwenyewe ni mtukufu. Basi fala tadhlimu fihinna anfusakum, musijidhulumu nafsi zenu katika miezi hii. Vipi? Kama twakumbushwa kwamba katika miezi hii ndiyo miezi ambayo twastahiki sisi kustawi vizuri katika ibada ya Allah tabarak wa taala, ndiyo miezi tunaostahiki sisi kusimama kidete katika kumwabudu Allah tabarak wa taala. Miezi hii ndiyo miezi ambayo ni lazima katika maisha yetu tuifanye ndiyo miezi ya toba, kutubu na kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ukiipoteza nafasi hii umewekewa Allah tabaraka wa taala, yakhluqu ma yashau wa yakhtar, anaumba anachokitaka, vyote ni viumbe vyake, lakini Allah vile vile ni katika uwezo wake kuchagua anachokitaka. Katika maisha ya dunia hapa Allahu tabaraka wa taala akajalia kuna siku nyingine akazichagua kuwa ni bora kuliko siku nyingine. Akaichagua siku ya Ijumaa kuwa ni bora kuliko siku zote za wiki. Lakini Allah tabaraka wa taala akachagua mwezi mmoja au miezi hii minne kuwa ni miezi bora kuliko miezi mingine, ni mitukufu zaidi. Allah akachagua katika viumbe kwamba mitume ni bora kuliko viumbe vingine, lakini Allah vile vile akamchagua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtume bora kuliko mitume mingine yote. Allahu tabaraka wa taala akachagua sehemu, kuna sehemu fulani ni bora kuliko sehemu nyingine, akaichagua Masjidul Haram
kuwa ni bora kuliko misikiti yote. Mwenye kuswali swala moja katika Masjidil Haram ni aswali misikiti mingine 100,000. Akajalia Masjidun Nabawi Sharif, msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenye kuswali swala moja ni mwingine aswali swala 1000 misikiti mingine. Lakini akajalia Masjidul Aqsa swala moja kwa swala 500. Hizi ni buqat, ni katika sehemu, ni kwenye ardhi zimefanywa bora kuliko sehemu nyingine. Kwa nini? Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah anaumba anachokitaka na anachagua analotaka, lengine akalifanya bora, lengine likawa na uduni. Ni uwezo wake Allah tabaraka wa taala, ni katika sifa zake fa'alun lima yurid. Anafanya kila anachokitaka Allah, kile anachotaka ndicho kinachokuwa, na katichagulia katika miezi hii 4 mitukufu. Kinachotakikana ni tuitumie fursa ya miezi hii 4 mitukufu, tukithirishe, turudi nyuma. Tumecheza sana. Allahu tabaraka wa taala amekuleta hapa ulimwenguni kwa lengo, lakini lengo hili limepambana na mtihani wa mapambo ya dunia. Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sisi tumejalia viliomo juu ya ardhi ni pambo la ardhi hii, lengo iwe ni mtihani kwako, ni nani watakaofanya mazuri, wakayapuza mapambo haya, wakayaweka kishogoni, na wakaliweka lengo lao la kumwabudu Allah tabarak wa taala. Mmoja katika salaf saleh apiga mfano wa dunia na sisi, asema mfano wetu sisi ni mfano wa sisimizi, wadudu chungu wale. Mdudu chungu anatoka kwenye makao yake, shimo lake, lakini katika kutembea akapambana. Kuna mtu amemwaga asali, imeanguka, tono la asali liko ardhini. Alipopiga kinywaji kile akakiona kitamu, lakini baada ya kushiba akarudi kwenye shimo lake. Mara akasikia njaa akarudi tena, mara ya pili, ya tatu, ya 4 akasema hizi tabu za nini kwenda na kurudi? Asali tamu kama hii, chakula hiki, mimi nenda wapi? Wacha nilale hapa hapa ndani. Akaingia katikati ya asali ili kila akisikia hamu apige asali, lakini alipoingia aling'atwa miguu yake ikashikwa na asali, mdomo wake, kichwa chake, mwisho alikufia pale. Sasa huu ni mfano wa mimi na wewe na dunia. Dunia ndiyo asali na mimi ndiyo mdudu chungu. Kama sitokuwa nafahamu kwamba niguse nirudi katika lengo langu, nitakufia pale. Ndiyo utakuta Allah akatuwekea dunia ilivyotamu. Waingia kazini, lakini mara time imefika swala ya dhuhuri, waacha dunia, unakuja dakika 5-10 unakuja kwenye lengo lako lililoumbiwa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa. Unasali, ukimaliza warudi kwenye utamu asali ya dunia. Mara asri imeadhiniwa, waacha, unakuja katika lengo lako uliloumbiwa. Unamsujudia Mola wako, unamuomba Mola wako, unaomba msamaha kwa Mola wako, unarudi kwenye utamu wa dunia. Hivyo hivyo anayetafuta mali ameingia katika dunia kwa kukusanya hela, lakini mara ambiwa wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Ile pesa, asali ya pesa unaokimbilia, Allah anakukumbusha kwamba hilo silo lengo. Sasa utakatizwa vipi na utamu wa hela? Toa katika hayo mali yako, uwapatie wenye kuomba na wale wenye shida ambao hawaombi. Ni kitu kizito sana mtu kutoa hela yake kumpatia mtu, lakini kwa sababu ya kukumbuka lengo langu ni Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mimi maisha yangu lengo si vitu, maisha yangu lengo si dunia hii, maisha yangu ni Allah. Allah niamrisha nitoe, ukatoa katika mali yako ulioipata kwa jasho na tabu, kwa sababu ya kumridhisha mlengwa wako Allah tabarak wa taala.
Umezoea utamu wa dunia, kula mchana kile na kile, mara umewekewa mwezi mzima ufunge, waregeshwa kwenye lengo lako. Kuna saumu ya Jumatatu, kuna saumu ya Alhamisi, kuna ayyamul bidh, siku 3 za wiki, kuna yaumu Arafa, kuna Muharram, Ashura. Hizi zote malengo ni kumkumbusha mdudu sisimizi kwamba asali silo lengo lako, kilifanya lengo litakuwa. Lengo lako wewe ni Allah tabaraka wa taala. Hii ni wasila, ni wings to fly, ni mbawa za kuruka tu kufika kwenye malengo, lakini silo lengo lako kamili. Hii ndiyo fikra anayotakikana awe nayo mwanadamu katika maisha, na ndiyo Allah akatuwekea miezi hii minne ni miezi mitukufu ili tujiregeshe katika lengo lake la kutafuta utukufu. Na utukufu haupatikani kwa kuwa na mali mengi, wala kuwa na vitu vingi, wala kuwa na chochote cheo kikubwa. Utukufu unapatikana kwa kumtii Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ndiye mwenye utukufu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir. Allah tabaraka wa taala ndiye mwenye utukufu. Utukufu hauko kwenye vitu. Vitu uko navyo leo, kesho hauna. Imma utabaki nazo, mwisho uondoke na vibakie vichukuliwe na mwingine, au vitaondoka kabla wewe haujaondoka, viwe vitu vile vimekuondokea katika maisha. Lakini utukufu ni utukufu wa Allah tabaraka wa taala, ambao utukufu wake walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Ni utukufu ule unaotoka kwake Allah, ni utukufu wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni utukufu wa kila mu'min aliyejitambua kwamba mimi nina lengo maalum katika ulimwengu huu. Kwa hivyo Allah asema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hii, itumieni vizuri. Miezi hii ni miezi inayotakikana tuitumie fursa ya tauba, ya kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, ambaye wakutangazia wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allah tabaraka wa taala asema yeye ndiye anayekubali toba kwa waja wake. Subhanallah. Mara nyingi sisi tunapomkosea mtu, tukajua ni mzazi wako au ni mkubwa fulani au tajiri yako au alokuzidi kwa chochote, unapokosea wewe ndio unatafuta sababu za kwenda kuomba msamaha. Pengine ukatuma watu, bwana niko tayari mimi kuja kumuomba msamaha. Wacha mtu mwingine, unaimiliki ndani ya nyumba yako mkeo. Wewe wakati unapokosea unafanya kila zuri kwenda kunyenyekea kuomba msamaha. Lakini Allahu tabaraka wa taala aliyekuumba, anayekuruzuku, anayekupa neema zote katika ulimwengu huu, huwa rabbul alamin, ni mlezi wa viumbe vyote. Kuna neema unazozijua, kuna neema huzijui. Hewa hii unaokunywa wewe ni lita 700 kwa siku. Lita 700 ndani ya masaa 24. Lau ungeambiwa ununue wewe, nani angebaki hai? Nani angeweza kununua oxygen lita 700 kila siku? Ni neema ambayo huitambui, lakini anakulelea nayo Allah tabaraka wa taala, mwenye kukupa vyote hivi. Yeye ndiye anakuambia mimi nakubali toba. Sio kwamba wewe utafute utakwenda vipi, hapana. Yeye akwambia wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadi. Yeye ndiye anayekubali toba za waja wake, bali katika majina yake na sifa zake amejiita ghafiri dhambi, qabili tauba. Subhanallah. Allah kutangazia kabla hujarudi kwake, wewe ujue kwamba yeye yuko tayari, already ashakusamehe kabla wewe hujaenda kwake.
ghafiri dhambi, ni msamehe wa madhambi, ni mwenye kukubali toba. Ni kitu cha kuendelea, ismu fa'il, kwamba yeye ndivyo alivyo maisha yako yote. Jua kwamba Allah yuko tayari kukubali toba yako. Ndio Allah akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, katika miezi hii mitukufu musidhulumu nafsi zenu, mujue mna Allah tabaraka wa taala, na Allahu tabaraka wa taala wakati wote akubali toba zenu kwa madhambi yote. Hadithi inayotokana na Abu Tawil al-Mamdud. Abu Tawil al-Mamdud jaa ila nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala lahu, akamwambia araaita rajulan amila dhunuba kullaha, mtume wa Allah, waonaje mtu amefanya dhambi zote, hakuna dhambi amenyacha. Falam yatruk minha shay'a, hakuna dhambi ulimwenguni isipokuwa ameifanya mtu huyo. Wa huwa fi dhalika lam yatruk hajatan wala daja illa ataha, hakuna kitu chochote alichokiacha. Unachofikiria ni dhambi, huyu bwana ashapiga, faili zake zimejaa kila aina ya dhambi. Fahal lahu min tauba, amuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu huyu atapata toba kweli? Faqala lahu nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia naam, ndio. Angalia mwalimu bora, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Mtume amwambia huyu ndio atapata. Faqala lahu, faqal, yule bwana alipoambiwa hivyo akarudia tena kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba chochote wagadarati wa fajarati, hata ule udhalimu wangu na khiana zangu zote na uovu wangu pia nitasamehewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia naam, utasamehewa madamu umerudi kwa Allah. Jamani, ni fursa hii. Allah akwambia fala tadhlimu fihinna, msidhulumu nafsi zenu bure. Ukaji shetani akakujengea kwamba itakuwaje, utafanyaje dhambi zote hizo. La, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, waambie waja wangu walofanyia israfu nafsi zao wakatenda maovu mengi, wasijali hilo, wasikate tamaa na rehma ya Allah tabaraka wa taala. Huyu ni Allah al-Ghaniyul Hamid, si mwanadamu huyu ambaye asema yule simsamehe. Hapana, yeye ndiye aliyekuumba, na aliyekuumba sifa yake ni Ar-Rahmanur Rahim, Al-Ghafurur Rahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ndio, naam, taf'alu alkhairat wa tatruku as-sayyi'at fayaj'aluhunna Allahu laka khairatin kullahunna. Kinachostahiki ni jambo moja tu, kuanzia sahihi ufanye mema mengi, fanya khairati nyingi na uache maovu yote. Allah atabadilisha, licha kukusamehe hata ile idadi ya dhambi zilikuwa ni dhambi milioni 10, Allah atazibadilisha afanye ni hasanati milioni 10. Illa man taba wa aman wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Illa watakaotubia akaachana na ile dhambi, sio toba ile ya Kiswahili. Wataka kusengenya wasema astaghfirullah min kulli dhambi, Sheikh Salim amezidi. Kwanza ina advance waleta istighfari alafu endelea. Hapana, at-taubatu huwa hiya iqla'u min adh-dhanbi, ni kujingoa kwenye ile dhambi ukaiacha kwanza. Wal azmu na ukaazimia ala adami al-audati, kwamba hutorudia tena. Wanadamu ala ma fat, na ukajuta kwa lile dhambi ulilolifanya. Ndiyo maana ya toba. Mtume amwambia ukaacha dhambi na ukafanya mazuri mengi, innal hasanati yudhhibna sayiat. Hii ndiyo maana halisi kwamba fursa tuitumie ya miezi hii kujiuliza nina taksiri gani. Mimi labda katika swala ni mvivu wa swala, badilisha mfumo wa uvivu, swali kwa wakati.
Mimi nina dhambi hii ya kusengenya, acha. Mimi nina dhambi hii ya kugombanisha watu, acha. Hii ni miezi mitukufu. Huwezi kumleta mgeni mtukufu nyumba yako ikawa na uchafu. Lazima ujielewe. Lakini pia tukumbuke kwamba kuna na dhambi ambayo ni dhambi baina yetu sisi na wanadamu. Ni lazima tusidhulumu nafsi zetu katika dhambi hizi. Na dhambi yenyewe ni yale makosa unaowafanyia au zile haki unazozipunja za wanadamu. Wewe una wazazi, jiulize swali, mimi na mzazi wangu tuishi vipi? Wallahi kuna vijana wanaishi na wazazi wao, lakini ndani ya mji mmoja za kukaa mwezi hawajaonana. Na wafikiria wewe, pengine asema mimi nampelekea bwana bajeti yake kamili ya mwezi. La, mzazi hataki bajeti ya mwezi. Mzazi kule kukuona wewe. Kijana mmoja alikuja kwa mwema katika wanavioni salaf saleh, akamuuliza, mimi yatakikana ni muone mamangu mara ngapi kwa siku? Angalia wema waliotangulia jibu alilomwambia. Alimwambia, wewe umeoa? Ndio. Uko na watoto? Ndio. Wewe unapenda kuwaona wanao mara ngapi kwa siku? Vile unavyojisikia wewe kuwatamani watoto wako, ndivyo mzazi wako anavyotamani kukuona wewe. Kwa hivyo hii ni katika haki ya mzazi. Umjue mzazi wako kwa hali zake zote, umfurahishe. Wabil walidaini ihsana, mfanyie wema. Wewe kule kwenda kumtembelea mzazi wako, wallahi ni sehemu ya wema mkubwa uliomfanyia mzazi wako. Kuna kisa kilichotokea kwa baadhi ya makadhi hapo zamani. Asema, ata al-abu al-musin ila al-qadhi yashtaki ala ibnihi. Kuna baba mmoja mzee alikuja kwa kadhi, anamshtakia kuhusu mtoto wake. Akaingia mahakamani, akainua mkono, amwambia kadhi, na kushtakia kuhusu mtoto wangu. Kadhi akamwambia, mtoto wako? Ndiyo, mtoto wangu niliyemzaa. Kadhi akaangalia ile hadhira ya mahakama, alafu akamwambia maneno haya, ma muhtawa shakwa ma hiya shakwak, nini mashtaka yako kuhusu mwanayo? Akasema, uridu an akhudha masrufa min ibni shahri, nataka mwanangu kila mwezi anipe masarifu, matumizi yangu kila mwezi. Na mimi kadhi, hili halikumwajabisha kadhi. Lakini neno la pili, mimi ni milionia, si baba maskini, lakini nataka mwanangu kila mwezi aniletelee masrufu yangu. Tena masrufu yenyewe ni pesa ngapi? Shilingi 10, 10 kurushi. Hapa ndio kadhi alishangazwa. Wewe ni milionia, wataka kila mwezi tumhukumu mwanawe aje kukuletea shilingi 10? Asema, ndio, nataka kila mwezi aje kuleta shilingi 10 kwangu. Kadhi akauliza jina la mtoto, anapatikana wapi? Akatuma. Akaletwa siku ya pili mtoto mahakamani. Akaulizwa, mtoto wamjua huyu? Akasema, namjua, ni babangu. Asema, amekushtaki huyu, ataka kila mwezi umpelekee masurufu yake. Akasema, babangu milionia, mimi ataka nini kwangu? Shilingi 10 kila mwezi. Ingekuwa vijana leo asema mzee ashakuwa mwanga. Lakini mtoto huyu akamwambia kadhi, shilingi 10. Kadhi akamwambia, mahakama imehukumu kila mwezi umpelekee shilingi 10. Baada ya kutoa amri hiyo, ikawekwa tarehe, wanaondoka. Kadhi akamwita ule mzazi, akamwambia, hebu nieleze, sija kuelewa. Umesema wewe ni mtu tajiri, alafu ataka mtoto wako akulete shilingi 10. Yule mzee akaanza kulia, bukaan shadida, kilio kikubwa sana. Alafu akamwambia, ya maulana alqadhi, lau ungejua kam ashtaqu li ru'yati ibni, nilivyo na hamu, navyo feel kumuona mwanangu huyu. Mtoto wangu hanipiti mimi, sina haja ya mali yake. Nataka iwe ni amri ya serikali, ili kila mwezi nipate kumuona. Mimi naumia na katika ndani karibu nife kwa kuwa simuoni mtoto wangu kipande cha ini langu. Kwa hivyo
Ni katika haki ya mwezi wetu huu tukumbuke, ni miongoni mwa toba kujiuliza vipi tunaishi na familia zetu. Wa kwanza ikiwa ni wazazi wawili, ni katika haki kujiuliza vipi tunaishi na wake zetu. Tubadilike. Mkeo ana haki kwao. Hakuna alokuwa na majukumu mengi kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini baada salatul isha anarudi mapema kwa mkewe, wanapiga story mpaka wanaingia kwenye usingizi. Ndiyo alikuwa maisha ya Mtume Muhammad sallallahu. Wewe unakuwa huko busy, huna time. Leo subhanallah, hata ukiingia mapema kuna nasimu nao inakungojea. Unaingia kwenye simu zako, kwenye mipira yako. Mke yule unaishi naye ni kama mfanyikazi tena duni katika maisha, hana thamani. Watoto wako huwajui, wanaweza kuwa shule tamu mzima, hujaenda kuwatembelea kumjua mtoto wako kule, angalau ukampitia tu ukamuhimiza, babangu Mungu akuona, waswali ya bunayya aqimis sala, waswali hapa, usiseme mimi sipo, Allah yuwakuona, ukamkumbusha hilo angalau. Ukiwa unataka kuchinja mbuzi, umenunua mbuzi, umemfunga mahali, kesho mchinje. Kwa siku moja kama huendi wewe, utaamrisha mara 3, akaangaliwe sija akaiba, akajitatia kamba akafa. Mbuzi wako wamtazama mara 3, mwanao miezi 3 humpiti. Haya ni masulia tutakwenda kuulizwa sisi mbele ya Allah. Sio kuchukulia mimi ni Muislamu na swali, la, mimi nimeoa. Ndiyo umeoa, waishi vipi na mkewe? Vipi unaishi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoa fursa ya mtu kuwa karibu naye siku ya kiyama janna kwa sababu ya muamala mzuri na nani? Na wake zake. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu mbele ya Allah ni yule atakuwa akiishi kwa ubora yeye na mke wake, na mimi ndiye bora kuishi, naishi vizuri na wake zangu. Haya yote ni katika mwezi huu wa Rajab. Allah atuambia tuiache asali kidogo ili tuangalie, turudi kwenye maskani zetu. Lengo letu, na lengo ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.